tunatengeneza tukakuja baadaye. Na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Kama unayo amani, nipungie mkono wako namna hii hewani, tusalimiane wote. Ni jioni nyingine njema iliyompendeza Mungu. Tengeneze maiki vizuri. Hii jioni ambayo tumepata neema ya kuwepo tena katika siku ya leo. Hata mlioko huku na wasalimu pia kwa jina la Yesu. Amen. Jina langu naitwa Musa Kapami. Nitakuletea neno la Mungu katika jioni hii. Naomba uniazime masikio yako kwa muda, na nitalisoma neno la Mungu sasa. Nitasoma neno la Mungu kitabu cha Yohana Mtakatifu, ile sura ya 12. Nitaanza kusoma mstari wa 46 hata mstari wa 50. Biblia inasema, mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie asikae gizani. Na mtu akiasikia maneno yangu asiyashike. Mimi simhukumu, maana sikuja ni uhukumu ulimwengu. Sikuja ni uhukumu ulimwengu. Maneno haya anayasema Yesu. Alikuja kama nuru ya dunia, ili watu wasikae katika giza. Usikae katika giza la magonjwa, usikae katika giza la vifungo, usikae katika giza la dhambi, usikae katika giza la ulevi. Nilikuja niwe nuru, wala sikuja ni uhukumu ulimwengu, ila ulimwengu uokolewe. Mstari wa 48, yeye anikatae mimi, asiyeyakubali maneno yangu, anaye amhukumuye. Neno hilo nililolinena ndilo litakalomhukumu siku ya mwisho. Ukikataa kuisikiliza habari njema ya wokovu na uzima, Yesu hakuja kwa ajili ya kuhukumu ulimwengu, ila naye atakaye kuhukumu. Neno hilo alilolinena ndilo litakalo kuhukumu siku ya mwisho. Kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu, bali Baba aliyenipeleka yeye mwenyewe ameniagiza nitakayonena na nitakayoyasema. Mstari wa 50, nami najua ya kuwa agizo lake ni uzima wa milele. Agizo la kutubu na kuacha dhambi na kuyafanya yale yampendezayo Mungu ni agizo la uzima, na sio uzima ambao ni mfupi, ni uzima wa milele. Basi hayo ninenayo mimi, kama Baba alivyoniambia, ndivyo ninenavyo. Hayo ninayoyanena, kama vile Baba alivyoniamuru kuyanena, ndivyo niyanenavyo. Kitabu cha Ufunuo sura ya 20 kuanzia mstari wa 11 hata wa 15. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo
yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote aliyeingia kanisani, ambaye hajaingia kanisani, aliye na dini na asiye na dini, aliye na cheo na asiye na cheo, iwapo hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Nisikilize kwa muda mchache. Ujumbe wangu utakaosema kwako siku ya leo ni kwa habari ya hukumu ya Mungu kwa wanadamu. Tunaishi duniani, lakini tunajisahau ya kwamba kuna wakati tumewekewa mbele tusiotambua. Maisha yetu yanakuwa na starehe muda mwingi, yanakuwa maisha yenye furaha muda mwingi, hata inafika wakati mtu anajisahau kwa nini Mungu amemweka duniani. Tangu mwanzo Mungu anapata wazo, akasema na tumfanye mtu kwa sura yetu, tumfanye mtu kwa mfano wetu, tumfanye mtu afanane na sisi. Biblia inasema Bwana akaanza kutengeneza mavumbi ya ardhi. Alipoanza kutengeneza mavumbi ya ardhi, akafinyanga udongo. Baada ya kufinyanga udongo, lile donge likiwa pale limelala, Bwana akalitazama ni dongo limelala chini. Akafikia hatua ya kutoa uhai wake, sehemu ya uhai wa Mungu. Ndio mfanano ambao Mungu akaona ufanye kwa kiumbe anayeitwa binadamu. Akapuliza pumzi ya uhai kwa lile donge lililokuwa limelala chini. Biblia inasema mtu akawa nafsi hai. Wakati huo Mungu hajaweka kifo, ila ameshamtengeneza mwanadamu, na huyu mwanadamu tayari imekuwa nafsi hai isiyokufa. Sasa Mungu katika utatu wake akaweka utatu kwa binadamu. Kwa mwanadamu akampa mwili, baadaye akampa roho, alafu akaiweka nafsi. Mungu ameumba mwanadamu kwa makusudi kamili. Kwenye sehemu ya mwili ndiyo sehemu ambayo mwanadamu atawasiliana na dunia ya nje, na ndiyo maana anapokufa mtu tunasema mwili wa marehemu. Kwenye roho Mungu akaweka vitu vitatu mahali hapo kwenye roho. Jambo la kwanza, Mungu akaweka sauti ya Mungu ili aweze kuwasiliana moja kwa moja na mwanadamu, maana alimuumba katika utakatifu, si katika hali ya dhambi. Amemuumba kwa utakatifu ili akaiweka sehemu ya sauti ya Mungu ili iwe jepesi kuisikia na kuijua sauti ya Mungu. Jambo la pili aliloliweka kwenye roho, Mungu akaweka ibada. Hakuna ibada mwanadamu ataifanya isipokuwa katika roho, na katika roho ibada ya kweli ndipo mtu anaweza kukutana na Mungu. Hii ndio linatimiza neno linalosema waabuduo halisi imewapasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli, maana sehemu ya ibada pekee ni katika roho ya mwanadamu.
wachawi wana ibada zao, na ibada zao hufanyika katika ulimwengu wa roho, maana sehemu ya roho ndipo mtu hufanya ibada. Haijalishi ni ibada ya miungu, haijalishi ni ibada ya Mungu, sehemu ya roho. Kitu kingine, Mungu akaweka dhamiri ambaye ndiye shuhuda wa mwanadamu. Yale mambo ambayo hata jirani yako hayajui, dhamiri yako inayajua. Yale ambayo umemficha mke wako au umemficha mume wako, dhamiri yako inakuambia. Dhamiri yako inakuambia hufai kwenda mbinguni, hufanani na sura ya juu. Dhamiri ni shuhuda kamili. Kama umezaa nje, mke wako hajui kama una watoto nje, lakini dhamiri inajua. Inajua una watoto 6 nje ya ndoa. Dhamiri inajua kwamba una wake zaidi ya moja, na kanisani unaingia. Dhamiri inaelewa. Ndio maana kuna wakati unafanya vitu vya vibaya, lakini umejificha. Kwa nini ujifiche? Dhamiri inakushuhudia ubaya unaofanya. Ndio maana hakuna dhambi ambayo mtu anaifanya hadharani kope, wanajificha, maana dhamiri inasema jambo ninalolifanya si zuri. Shuhuda anayeshuhudia maisha yako kwamba maisha yako sio mazuri. Hivyo ni vitu Mungu akaviweka kwenye roho. Akaja sehemu ya nafsi, napo akaweka vitu vitatu kwa mwanadamu. Jambo la kwanza, akaweka akili, ili mwanadamu awe na uelewa wa kawaida, usiohitaji msaada kutoka wapi. Na ndio maana akamwambia, matunda yote ya bustani unaweza ukayala, lakini tunda la mtu ulio katikati ya bustani usile wala usiguse, ili akili yake ijue hivyo siku zote, kwamba ninapaswa nisiguse kabisa mtu ulio katikati ya bustani. Ukisikia mtu anasema ana akili sana, basi iko sehemu ya nafsi, ili ufike wakati uweze kupambanua tu kwamba hata nayoyafanya hayafanani kabisa na umri wangu naofanya. Akili ya kawaida. Jambo la pili, kwenye nafsi Mungu akaweka hisia, kwamba mwanadamu awe na hisia itakayomfanya alie, hisia ya machungu, hisia ya furaha, hisia ya kicheko. Mungu aliviweka sehemu ya nafsi. Maumivu, ukifiwa ukalia, ni sehemu ya nafsi. Lakini akaweka hisia ya mapenzi, ili mwanadamu asiishi kama alivyo. Mungu akamwekea vitu hivyo. Jambo la tatu Mungu aliloliweka kwenye nafsi, akaweka utashi, yaani uwezo wa kuamua ni nini ufanye na lipi usifanye. Alipomaliza akamwinua yule mwanadamu akiwa tayari amekamilika, ana uwezo wa kuamua. Na ndio maana wakati anakosea, Mungu si kwamba hakuwa anaona, alikuwa anatazama kosa linaloendelea. Maana nisikilize nikwambie, siku hiyo ilikuwa huzuni kubwa mbinguni. Wakati mwanadamu anakosea, Bwana Mungu akasikitika, anashangaa maovu yanaanza, anafanya jambo alilozuiwa. Lakini kwa kuwa alishamwekea utashi kuamua kufanya, akaweka na akili, akatulia aone mwisho wake ni upi. Mpaka mwanadamu anakosea, Mungu anaangalia. Ndio maana hajakuzuia hata wewe kufanya hivyo unavyovifanya.
hajazuia. Unawanga, hajakuzuia, hazui, maana amekuwekea kuamua baada ya kukosea. Tangu hapo Mungu akaifungua njia ya mauti, akasema, naziapiza mbingu hivi leo ya kwamba nimeweka mbele yako njia mbili, kuna laana na kuna baraka, halafu kuna uzima na kuna mauti. Chagua, maana umepewa kuchagua mwenyewe. Umepewa uchague. Chagua kama ni uzima, chagua. Alishauri, kasema na kushauri, chagua uzima ili upate kuishi. Lakini hata kushika mkono kukulazimisha twende uzimani, hawezi kufanya kitu kama hicho. Mwanadamu akaendelea katika maisha hayo. Sasa Mungu ameweka siku. Tumesoma kwenye Biblia, Biblia inasema, nalikuja niwe nuru ya ulimwengu, ili kila atakaye niamini asikae gizani. Kila atakaye niamini asikae gizani, kwenye giza ulilomo la kutoona mbele yako. Mungu akaona aje ukimwamini utoke gizani, akafanya mpango wa kumwokoa mwanadamu, akashuka mwenyewe. Biblia inasema kuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni vitu vya kuendelea kushikamana navyo wakati mwanadamu anahangaika. Akaamua kushuka kufanya ukombozi kwa mwanadamu. Mwanadamu akaokolewa. Ndipo alipotangaza wokovu tangu siku alipokufa msalabani. Lakini mwanadamu kwa kuwa moyo wake ni mgumu, ameweka siku ambayo kila mwanadamu atapita kwenye hukumu. Biblia inasema, yeye anikataye mimi, tena ananikataa na maneno yangu, wala simuhukumu. Simuhukumu anayenikataa, maana anaye atakaye muhukumu, anaye atakaye kuhukumu, unaye atakaye kuhukumu si Yesu. Alisema litakalo kuhukumu ni neno lile alilolisema. Lile alilolisema, usiibe ukaiba, itakuhukumu. Hukumu ya Mungu haina upendeleo. Hukumu ya Mungu ni hukumu ya Mungu yenye haki. Wanadamu hukumu katika yale wanayoyaona na kuyawaza, lakini Mungu anahukumu kama vile unavyoona mwenyewe. Vile uonavyo ndivyo Mungu anavyokuhukumu. Na kwa nini uone hivyo? Aliweka dhamiri kama shuhuda wako popote ulipo. Popote ulipo, shuhuda wako yupo. Ukijificha mbele ya wachungaji wako, shahidi yako ni dhamiri yako yuko hapo. Ukijificha mbele ya jamii yako, ukahama kutoka Kibaigwa ukaenda Kongwa wilayani, dhamiri yako umeenda nayo, unayo hayo. Sasa haya yatakuhukumu siku ile. Hukumu ya Mungu ina picha hii. Nisikilize nikwambie leo, hukumu ya Mungu haitachagua mpagani wala aliyeokoka. Hukumu ya Mungu itakuwa kwa wote, lakini kuna utofauti katika hukumu hiyo. Kuna hukumu ya watu watakaohukumiwa kwa ajili ya kupata taji ya ushindi, na wengine watahukumiwa kutupwa jehanamu, kupotea kabisa machoni pa Mungu kwa sababu ya maovu waliyoyafanya. Ndipo hapo niliposoma Biblia, anasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, ambaye yeye aliyeketi juu ya hicho kiti, mbingu na nchi zikakimbia uso wake. Maana sura iliyokaa hapo si ya rehema tena, si sura ya rehema. Mbingu inajua
kwamba hii si sura tena ya rehema, ni sura ya hasira. Kwa nini umeukataa wokovu? Kwa nini umechagua maisha mabaya? Kwa nini umechagua kuwa kahaba? Kwa nini umechagua kuwa jamvi la wageni na kulaliwa na kila mtu? Kwa nini umechagua kuwa hivyo ulivyo? Siku ile Mungu atakalia kiti cha hukumu kumhukumu mwanadamu katika maovu aliyoyafanya. Biblia inasema mbingu na nchi vikakimbia uso wake. Sasa haitajulikana wanadamu watakuwa wamesimama wapi. Haitajulikana wanadamu watakuwa wamesimama wapi. Maana kama nchi ingekuwepo tungesema wangesimama kwenye nchi huko ambako wanajua wao, lakini nchi yenyewe itaona sura hii si ya kawaida, na kwa sababu dunia si safi itajitanguliza yenyewe jehanamu. Yohana anaandika, anasema nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo. Hakuna kizazi kitakachojuta na kulia kama watoto wadogo wanaozaliwa katika kizazi hiki. Wakubwa kwa wadogo, wenye vyeo makanisani, wale ambao wanaonekana kuwa wataenda mbinguni, kiwaangalia hata kama wamepewa heshima, lakini siku ile watasimama mbele ya kiti cha hukumu kuhukumiwa. Wengine mliwapinua juu mkawaweka juu sana kwa sababu ya maisha yao. Watakuwepo wenye dini, na wenye dini hao wenye vyeo katika dini zao, kila mmoja atasimama siku ile mbele ya hasira ya Mungu. Biblia inasema bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, hata wale waliokufa mwaka 1996 kwenye mvibu Koba wakaliwa na samaki, na wale waliogeuka udongo wakafukiwa chini. Juzi hapo mwaka jana Dar es Salaam watu wakaangukiwa na magorofa. Ilikuwa ni huzuni sana, wengine hawakuweza kutoka kabisa. Wanapoenda kuyatoa yale magorofa, majengo lililoanguka, watu wameshakufa humo, wameoza, wanakusanywa kama mchanga tu na kupakiwa kwenye magari kwenda kutupwa huko. Wote hao watafufuka siku ile, alitawatema. Sikiliza nikwambie jambo moja, wakati na kueleza habari ya uumbaji wa Mungu, aliweka sehemu ya pumzi ya uhai wa Mungu. Mwanadamu hafi, mwanadamu hafi. Mwanadamu anaiacha roho yake, anaacha mwili wake. Mwanadamu anaondoka kwenye mwili, na ndio maana tunasema marehemu alikuwa na maana yake, kuna mtu hayumo ndani. Anakoenda anajua mwenyewe kulingana na maisha aliyoishi, maisha ya unafiki. Alitaka kuonekana mwema kwa nje, lakini ndani ni mbaya, ni sawa na mbwa mwitu. Hao wana sehemu yao ya mangojeo, maana mwanadamu hafi. Utaona tu siku mtu anakufa ambaye hajaokoka. Anapokata roho, mwanadamu anapokata roho, ndiyo njia yake ufunguka anakoelekea. Biblia inasema tu wapitaji na wasafiri. Sasa huwezi jua kama unasafiri, kwa sababu unaenda, unatoka, unakuja kwenye mkutano, unarudi nyumbani, unalala, unaamka, lakini una safari usiojua unaelekea wapi.
Sasa siku imefika, dakika ya mwisho ya kukata roho, ndipo njia hufunguka. Utaona unakoelekea wenyeji wako wanakuja kukuraki. Anayekufa katika roho, aliyeokoka na kumpa Yesu maisha yake, inapofika dakika ya mwisho ya kufa, anaona mbingu inafunguka. Na ndio maana Stefano anapopigwa mawe, anapigwa mawe mpaka dakika yake ya mwisho, anasema naziona mbingu zimefunguka na ninamwona Yesu mkono wa kuume wa Mungu Baba. Stefano anaona wenyeji wake wanakuja kumpokea, mbingu inafunguka. Sasa nisikilize, anapokufa mwenye dhambi ataona na yeye dakika yake ya mwisho, ataona njia yake inafunguka. Wanaanza kumfuata, majitu yanatisha, na ndio sababu utaanza kuona anaanza kutupa miguu hivi, anatupa. Ukiona mtu anakufa kwa namna hiyo, jifunze, ujitafakari na wewe. Anatupa. Nikashuhudia mtu anakata roho, amelala, alikuwa anaumwa muda mrefu. Sasa imefika dakika yake ya mwisho, naanza kuona, naanza ametupwa kuzimu. Safari ya maisha yake ilikuwa ni kuelekea jehanamu. Mtu anayekufa hivyo, jiulize na wewe, njia ipi unaiendea? Aliona vitu vinavyotisha. Wengine wanakufa wanapiga yoe, anasema moto, 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 anakata roho. Wanatokea watu wanakufariji, wanasema sijui yupo mtu anakuja kutoa roho. Wengine wanasema mtu anapoachana na mwili lazima mwili wake ukatae kutoka, lakini siri ni hiyo, ichukue. Yule ndugu yako uliyeona anakufa hivyo, anatupa mikono, anatupa miguu, anajinyosha, elewa alikutana na wenyeji wake, na wenyeji wake sio wenyeji wazuri. Wanakuja kupokea mgeni wao, ili hao wote wasimame mbele ya kiti cha hukumu, wahukumiwe sawasawa na matendo yao. Matendo ya zinaa Bwana ataweka wazi, maana alishasema usizini. Lakini leo watu wanafarijiana, tashangaa na hakika wanahalalisha swala la kuoa. Ukiona umeshindwa mke wa kwanza, ongeza wa pili. Wewe na huyo anayehalalisha, sehemu yenu ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Mungu hajaruhusu, wanadamu ameruhusu. Sasa mwanadamu hana mamlaka na mwili wake, huna mamlaka na uhai wako. Dini imekuruhusu kuoa mke zaidi ya mmoja, lakini Mungu hajaruhusu. Na kitu chochote ambacho Mungu amekikataza ndilo neno litakalo kuhukumu siku ile. Amekataza usinywe pombe, lakini unaambiwa kunywa kidogo, usilewe. Hamna shida, ukinywa ukamaliza ukaenda kulala ndani. Nikakutana na mtu wa namna hiyo, anasema sasa mimi ninakunywa pombe bia 2-3, naenda kulala ndani, simtukani mtu, sifanyi mabaya, sifanyi hiki na kile. Biblia imesema usiguse wala usionje. Hata kama ufanyi chochote, dhambi ni hiyo, umekunywa pombe. Mimi mbona ninasaidia watu, ninafanya haya na yale mengi. Nimesaidia yatima, nimesaidia wale na wale. Sijaokoka tu, siingii kanisani, ila nafanya matendo mema. Dhambi yako ni kutokumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndio dhambi, na hilo ndilo litakalo kuhukumu siku ile. Biblia imesema lile neno ninalolinena ndilo litakalo kuhukumu.
ndilo litakalo kuhukumu siku ile. Ni kweli unajitoa sana, ni kweli unafanya mazuri, ni kweli jamii yako inakusifu vile ulivyo. Nikasikia watu wanasema siku ile ya hukumu ya mwisho, siku ya kiyama, Bwana atasimama yapime matendo mema na matendo mabaya. Akisha yaweka kwenye muzani, muzani unanesa namna hii kuonyesha matendo mema na mabaya. Baadaye unapoenda kutulia, ukaonekana matendo mema yamezidi matendo mabaya, basi huyo mtu anapata nafasi katika ufalme wa Mungu. Umepotea, jehanamu inakuhusu, utaingia. Mungu achangamani na uchafu. Yeye ni mtakatifu peke yake, anajitosheleza katika utakatifu wake. Haleluya! Mungu hana muda wa kulinganisha matendo mema na mabaya. Acha dhambi uishi, acha ubaya uwe hai. Siku ile watu watashangaa, Bwana anasimama kwenye kiti cha hukumu. Watu kama mchanga wa bahari watakuwepo mbele ya kiti cha hukumu, kila mmoja kuhukumiwa sawasawa na matendo yake alivyofanya. Biblia anasema kitabu kikafunguliwa, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikawepo pale, kitabu cha uzima kikawepo pale, vitabu vitakuwepo pale. Matendo ya mtu, kila mtu yatawekwa wazi, yale yasiyoonekana yanayofanyika sirini. Biblia inasema katika Mhubiri 12:14, anasema kila kazi na kila tendo la siri Bwana ataliweka hadharani, liwe jema au liwe baya. Kwa nini aliweke hadharani? Ili kila mtu ajione kwamba anastahili kupata hicho anachotaka. Sasa kila tendo jema au baya Bwana atalianika wazi mbele ya mchanga wa bahari. Watu wengi kama mchanga wa bahari watakaosimama mbele ya kiti cha hukumu, yale matendo mabaya unayoyafanya ambayo hata mme wako hajui kama anaishi na jambazi. Mama mmoja hakuwa anajua kama mme wake ni jambazi, anaishi naye miaka mingi. Anaona tu mme wake ikifika usiku saa 4, baba fulani natoka kidogo hapo naenda. Haelewi kama ndio kibaka wa mtaa, ndiye jambazi anayevamia watu. Alijitahidi kumficha mke wake, lakini mbele ya Mungu alikuwa wazi, anaonekana. Sasa mambo hayo yote yatawekwa hadharani. Wengine wanaingia kanisani, lakini wanapokuwa wenyewe ndio wanazitumia simu hizi kutazama picha za uchi. Kesho anasimama madhabahuni, anaongoza sifa, na kesho ni Jumapili, siku ambayo inakusanya watu wote waliofanya maovu wiki nzima. Wengine wanakuja kusimama madhabahuni, unajitalia hukumu ya Mungu. Bwana ana hasira. Hasira ya Mungu inafuka moshi, si kama hasira ya mwanadamu. Mwanadamu akikasirika anaweka matuta, utaona matuta yamejipanga hapa, lakini sio hasira ya Mungu. Hasira ya Mungu inafuka moshi. Hasira ya Mungu ni ya kuogopwa. Biblia inauliza, nani ataweza kustahimili kusimama mbele ya hasira ya Mungu? Hutaweza kustahimili kusimama mbele ya hasira ya Mungu kwa matendo mabaya unayofanya, kwa maisha mabaya uliyoamua kuishi. Hakuna kitu kinahuzunisha sana kama mtu anafanya dhambi na hata dhamiri yake imeshakufa, imekufa tena, anaendelea kufanya na anaendelea kuishi, na anasimama na kanisani anaingia. Nikakutana na mdada mmoja
alianza taratibu zinaa. Aniambia, nilipoanza zinaa mara ya kwanza, moyo wangu uliniuma sana, nikalia sana nikiomba rehema kwa Mungu. Baada ya muda mfupi kupita, nikajisikia kama nina amani kidogo, lakini siku moja nikarudia tena. Niliporudia tena, machungu niliyokuwa nayo mwanzo sio kama niliyokuwa nayo tena, yalipungua kidogo, na ile haikunifanya kuacha. Nikajikuta ninaendelea tena kwa mara nyingine, mpaka hivi ninavyoongea na wewe sisikii chochote kabisa. Ninafanya na kanisani, ninaimba kwaya, ninaingia na kanisani, ninaimbisha praise, nikiongoza praise. Mwingine ni mhubiri wa Injili, na akisimama na kemea zinaa inayomtesa mwenyewe. Sasa hayo yote yataletwa hukumuni, yataletwa mbele ya hukumu. Watu watashangaa. Wale walioaminika walikufa wakaenda mbinguni, watafufuka kusimama kwenye hukumu ya kutupwa jehanamu. Wakubwa kwa wadogo, watoto leo wakiinuka tu kidogo, wamekuwa kidogo, wanaandamwa na roho za uasherati. Ni huzuni dunia. Geukeni, mumgeukie Mungu. Bwana amenipa neno la onyo. Ni ole kwako unayeng'ang'ana na dhambi usiyotaka kuacha, hata hizo dhambi za siri. Ni kweli huonekani kwa wachungaji wako, huonekani mbele ya macho ya jirani yako, huonekani, lakini Mungu anakuona. Mungu anaona matendo yako. Mungu anaona unayoyafanya. Siku ile watu watalii mbele ya kiti cha hukumu. Najaribu kupata picha ya jinsi siku ile itakavyokuwa, maana wanadamu wote watasimama mbele ya kiti cha hukumu wakiwa uchi. Hakuna atakayesimama na nguo mbele ya kiti cha hukumu, na Biblia inasema Bwana ataiongeza aibu. Itakuwa zaidi ya vile ambavyo leo ukiambiwa usimame hapa una nguo, ile aibu itaongezeka mara 7 zaidi. Ndipo litaanza kuitwa jina la mmoja mmoja, maana tumesoma hapa, Biblia inasema kila mtu, hatujui itachukua miaka mingapi, haijulikani itachukua miaka mingapi, ila kila mtu, watu wengi tangu Adamu watasimama mbele ya kiti cha hukumu, kila mtu kuhukumiwa. Itaitwa jina moja. Utatokea kama uliitwa Samson. Samson, wewe muhusika, utatokea mahali ulipo. Utaenda unatetemeka mbele ya kiti cha hukumu. Kumbuka wakati huo mbingu na nchi ziliogopa sura yake. Wewe unaenda kusimama mbele yake, unatetemeka. Wakati huo sasa Mungu ataanza kukuuliza, jieleze. Ilikuwaje? Matendo yako yanajifunua wazi, watu wote wanashuhudia aibu. Unavyotoka usiku kule kwetu Kigoma, ni kuna wakati natoka nikiwa napita njiani, nimetoka kanisani, nakutana na watu, naona mbona pale kama kuna giza giza, alafu naona vivuli pale. Ukipita pale ukapiga tochi, unakuta kuna ni kijana na binti wanajifunika. Yule binti anajifunika, wanatongozana, wanaambiwa maneno matamu matamu. Wakati huo unaiona dunia kama vile ni yako, ukiwa unaelezwa yale maneno mazuri mazuri. Mungu anakutazama hapo, yale yote yanawekwa wazi. Maana baada ya hapo unatoka hapo nashikana kwenda guest house, na wengine wanapelekana machakani. Thamani ya wanadamu haipo tena. Wanadamu
kama wanyama. Inakuwa afadhali hata kuku. Ole wako unayefanya hayo, ole wako, inakupa ole, maana siku inakuja ya kilio, majuto utakayojuta, utatamani usingelizaliwa. Matendo yako yanajianika wazi mahali pale. Ipo unapotazama mwenyewe unatetemeka, unaona jinsi ilivyo, unatetemeka. Maisha yako yameandikwa wazi. Utaisikia nguvu usiyojua inatoka wapi, itakayokufanya ushuke mpaka chini, upige goti. Ndipo litimie neno linalosema, kila goti litapigwa mbele yake na kila ulimi utakiri, huyu ni Mwana wa Mungu. Hukumu yake si kama mwanadamu. Na Biblia inasema iwapo, sikiliza vizuri hili neno, iwapo mtu ataonekana hajaandikwa kwenye kitabu cha uzima, anastahili kutupwa ziwa la moto. Wapo wengine watajitetea, bora nilifanya hivi, bora nilitoa pepo, bora nilihubiri, bora nilikuwa mchungaji, bora nilikuwa hivi. Kitabu cha uzima kinafunguka kama ushahidi. Tafuta jina lako hapo. Baada ya kulitafuta jina hulioni, ndipo Biblia inaposema iwapo mtu ataonekana hajaandikwa kwenye kitabu cha uzima, alitupwa katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Na hii ndiyo mauti ya pili. Kwa nini ni mauti ya pili? Mauti ya kwanza ni dhambi. Dhambi ni mauti. Mwanadamu alipokosea alikufa. Kuna mauti za aina tatu. Mauti ya kwanza ni mauti ya kumkosea Mungu. Unapofanya dhambi unafanya mauti. Hiyo ni mauti aina ya kwanza. Mauti nyingine ni mauti ambayo inatupata unatoka kwenye mwili. Hiyo ni mauti pia. Na mauti nyingine ambayo anaisema hapa, ziwa la moto, ni mauti ya pili. Ziwa la moto ni mauti, maana wanaenda wafu waliokufa dhambini. Huna usalama kama huna Yesu. Nimekuja leo nikwambie kuna usalama kwa Yesu peke yake. Walio kwa Yesu wanatumaini la kuingia juu. Tunalo tumaini la kwenda kwa Mungu baada ya tabu za duniani, baada ya mateso ya dunia, baada ya kuonekana hatufai, baada ya kuonekana hatuna thamani. Biblia katika Isaya 35 mstari wa 8 anasema, na hapo patakuwa na njia kuu, nayo njia itaitwa njia ya uzima. Itakuwa ni kwa ajili ya hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga, hawatapotea katika njia hiyo. Wajapoonekana hawana vitu wanavyovifanya, wajapoonekana hawana kazi, wajapoonekana ni mazezeta, hawatapotea katika njia hiyo. Hawatapotea katika njia ya uzima. Njia hiyo ni utakatifu. Njia hiyo ni kuacha dhambi. Njia hiyo ni kuacha zina. Njia hiyo ni kuacha ulevi. Watu wanakuwa walevi mpaka wanabadilika sura. Mlevi ana sifa kuu 4 zifuatazo. Na mimi ninakupa pole mama ambaye umeolewa na huyu mlevi. Sifa ya kwanza ya mlevi, mlevi ni mchafu. Huwezi ukakutana na mlevi akiwa amevaa vizuri. Hata kama angekuwa nabii profesa, hata kama angekuwa ni nani, atavaa vizuri, lakini anapolewa akili huondoka, anabaki mchafu. Na mara zote mlevi huwa ana harufu, anatoa harufu, ananuka. Mlevi. Sifa ya pili ya mlevi, mlevi ni mgonjwa, hana nguvu.
ni mgonjwa. Popote ulipo mlevi unayenisikia, zisikilize sifa hizi ulizo nazo, na kwa sifa hizo hizo na kwa hali hiyo hiyo ujiandae kutupwa jehanamu kama hautatubu. Sifa ya tatu ya mlevi ni goigoi. Hawezi kufanya kazi mlevi hata angejitahidi, maana pombe zinamaliza nguvu za mwili. Ni goigoi mlevi, meno yameoza kwa sababu ya pombe. Haya ndio maisha mtu ameamua kuyaishi. Kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha katika siku inayokuja. Nikakutana na mtu mmoja, yule mama analalamika mlevi, mume wake ni mlevi, anakunywa pombe, amezoa vitenge vya mama, anapeleka kuweka rehani ili apate pombe. Anachukua leo kitenge kile kizuri kizuri, anapeleka kwa mama Ashura ambaye anapika pombe. Kule Kigoma kuna pombe maarufu inaitwa Bongo. Kwa hiyo anatoa kitenge cha mama wa Kisii aliyopambana, ameenda amefanya kazi, tunasema kule amepiga mayadi, anatoka hapo anaenda kujitafutia kitenge kazuri. Kesho mume wake anakazoa, anapeleka kwenye pombe, maana hawezi kufanya kazi. Na hakuna mlevi mwenye maendeleo, ni masikini. Geuka leo, Yesu yupo akusaidie. Geuka leo, Yesu yupo akuokoe. Geuka leo, Yesu yupo akuponye. Anasema nalikuja kama nuru, niwatoe gizani. Ulevi ni giza. Mwingine hawezi kuacha kuvuta sigara, mwingine hawezi kuacha kuweka ugoro, anaweka kwenye kinywa, hapa kwenye mdomo anaweka ugoro. Hayo yote ni mateso na giza ambalo Yesu anasema nilikuja niwaondoe kwenye giza, niwaondoe kwenye uchafu huo, niwaondoe kwenye mateso hayo. Yesu Kristo alikuja alete nuru ya wokovu kwenye maisha yako. Alikuja alete nuru ya wokovu kwenye njia zako. Alikuja alete nuru ya wokovu kwenye moyo wako, ili utoke katika giza linalokusumbua, giza la mabaya unayoyafanya, giza la uasherati. Hakuna watu wananipa huzuni kama wachawi. Siku moja mchawi akapita anga la nyumbani. Sasa yule alikosea anga, katika anga aliyokuwa anaenda alikosea njia, akapita anga karibu na nyumbani. Sasa watu wa Mungu tunalindwa, watu wa Mungu huwa tunalindwa na nguvu za Mungu. Biblia inasema ulinzi wa Mungu si kama ulinzi wa mtu yeyote duniani. Alipita yule mchawi akiwa kwenye unga, amekaa namna hii, anaenda ana vitu vyake, anaenda anavifanya hivi, ghafla akashushwa chini. Kuna nini kimeanguka pale? Kwenda kutoka nakuta kabibi kamekaa kamejipaka vitu vyeusi hapa. Mavazi aliyovaa sasa yamefunika hapa mbele, yakafunika na hapa nyuma. Kwa kuwa ni mwanamke, amefunika na hapa, akafunika na hapa. Sasa hayo kama sio mateso niambie. Ndipo nikajua kumbe wachawi wanasafiri kwa njia hiyo. Anasafiri akiwa uchi,
huyu mtu ana watoto, wakati mwingine ana wajukuu kabisa, lakini ameamua maisha hayo. Alianguka mpaka tunaenda kumshangaa pale, anauliza haya ni majumba? Anaona miti hapa, anauliza haya ni majumba? Haya ni majumba? Ni majumba. Maana alikutana na nguvu isiyo ya kawaida, ikamporomosha chini. Wengine siku moja akanijia, nikajua kumbe hata namna ambavyo ukimfuata mtu aliyeokoka, wewe mchawi unayenisikiliza, umeenda kujiaibisha ili tuwaseme hadharani leo. Leo ninawasema hadharani wachawi, maana wenzenu walishajaribu wakaja kujifunua ili tuwaone jinsi walivyo. Mmoja akaja, unaona tu, nikasikia tu nje pii, nikatulia kusubiri nini kinaendelea. Baadaye ninaona katika roho sasa, ninamuona mchawi anavyoingia ndani. Wanaingiaga hivi, anapiga mlango kwa kutumia makalio, alafu anazama ndani, na uvaji wao ndio hivyo uchiuchi, vimefunika huko vikafunika na hapa mbele, ananywelea ndani. Unaona, kumbe ndio wao wanaingia hivi, alafu natulia, anaanza kusogelea kitanda, anasogelea kitanda. Wakati huo ninaona kinachoendelea, ninamuona anataka kuanza kufanya manyunguli yake. Anapotaka kushika neti, anahisi kama mtu anayepigwa shoti. Mungu aliruhusu hivyo ili nione, niwaseme hadharani leo, kazi zenu ni chafu, hasina mshahara wowote tofauti na mauti. Anapotaka kushika, anahisi kama shoti tacha, anajipanga tena upya, anasogea tena. Wakati wewe naona anajaribu tena, anasikia shoti, mwisho wa siku anatoka, anapiga mlango kama alivyoingia, anaenda. Haleluya! Yesu ni mkuu kuliko chochote duniani. Tuna usalama wa kila hali, hata tukiwa tumelala bado Mungu anatuagizia malaika. Biblia inasema Mungu anatulinda hata tunapokuwa katika usingizi, yeye bado anakuwa mlinzi wetu. Kwa nini uchelewe kwenye raha hiyo? Kwa nini uchelewe kwenye maisha hayo? Unakaliwa na wachawi kila siku, wengine wanapitiwa. Maana hata huyo mchawi aliyepita hapo akaanguka, wakati anahojiwa anasema, nilikuwa nampitia mtoto hapa, tuende tukampeleke kwenye vikao vyetu. Kwa hiyo imekuaje? Nimejikuta niko hapa, sielewi hata mimi nimekuaje, ila nilikuwa napitia. Anatoka kijiji cha 3, kutoka mtaa wa 3 anaenda kijiji cha 4 huko, anapitia mtu hapa, waende naye. Ndivyo ambavyo hata wengine wamekuwa wakichukuliwa na wachawi kwa namna hiyo, wananyakuliwa, wanaenda, wanakaliwa. Unaamka asubuhi umechoka, uelewi kwa nini ulikuwa unafanya kazi gani. Ni kwa sababu huna ulinzi wa Yesu. Ni giza bado limekufunga, huna ulinzi wa Yesu hapo. Mwanamke mmoja katika hali hiyo hiyo. Sasa sijui kwa nini wanawake, kila mfano unaotoka ni wa mwanamke. Akawa anakutana na hali hiyo, maisha yake yote ni mateso na masumbufu. Anakutana na hali hiyo, akilala anakaliwa na wachawi, akiamka asubuhi amechoka. Wakati mwingine wanampitia, wanampeleka kwenye majaruba ya mpunga, analima kuanzia saa 7 usiku, wanamrudisha saa 11. Maisha yake yakawa mabaya sana. Akili yake ya kwanza ilifikiria kwenda kwa mganga wa kienyeji. Akaenda kwa mganga, akamwambia, mganga, nimekuwa ninasumbuka sana,
maisha yangu yamekuwa magumu kwa sababu ya hali hii na hii na hii na hii. Mganga akamwambia, nitakusaidia, nitakusaidia. Na leo nataka niwaambie watu wote mnaopenda kwenda kwa waganga, mchawi wa kwanza wa maisha yako ni mganga wako. Mganga wako ndiye mchawi wako wa kwanza kwenye maisha yako. Ujiulizi kwa nini ulipeleka shida na leo mpaka leo bado shida unazo. Yule mganga akamwambia mama yule, nitakufungashia mahirizi moja. Akamfungashia hirizi moja, akamwambia nenda kaweke kwenye mlango wako. Weka mlango wako, hirizi hii weka kwenye mlango wako, ili mchawi asiweze kupita. Atakapokuta hirizi hiyo ndio ulinzi wako, hataweza kupita. Yule mama akaenda akaweka. Ingine akamwambia, nyingine weka unapoweka mto. Pale mto wa kulalia, nenda kaweke hapo. Ulale hapo kwenye msego, uweke hapo. Akaenda akaweka hapo. Lingine akaambiwa atembee nalo. Amefungashiwa mahirizi matatu, yote atembee nayo. Yani huo ndio ulinzi wake. Maisha yake akaendelea kuwa mazito vile vile, tena yakazidi zaidi ya pale. Maana yule mchawi aliyekuwa anamsumbua amemwongeza na mganga ambaye ni mchawi pia. Maana waganga nao ni wachawi. Kwa nini aweze kusema anakushughulikia kwa swala la wachawi kama yeye mwenyewe sio mchawi? Yule mama akaona sasa, akasikia habari njema, akasema mimi sasa nataka nijaribu kwa huyu Yesu, naye nione kwa huyu Yesu kuna nini. Maana kama nimechoka na hali hii. Akapeleka shida yake kwa watumishi wa Mungu. Mama, sasa nataka niokoke leo, niachane na mateso haya, ninasumbuka sana, silali usiku kucha, nateseka. Sema nimeenda kwa waganga sana, nimemaliza waganga wengi. Watumishi wa Mungu wakamwambia, kwa mganga ulipewa nini? Nilipewa hirizi. Akasema yalete hapa hayo yote matunguli, tukuonyeshe jinsi ulivyodanganywa. Likafumuliwa hirizi limoja katika yale matatu aliyopewa. Mule ndani wakakuta manyoya ya kuku. Huo ndio ulinzi wako. Na wewe nenda kajaribu kulifunua hilo ulilofungashiwa. Ingine umefungashiwa limefungwa kwenye kwapa, akakuta manyoya ya kuku. Mule ndani akakuta makucha, sijini makucha ya popo, amewekewa na maunga meusi meusi yamo kwenye hirizi. Ameambiwa huo ni ulinzi wake. Mbaya zaidi, amefungashiwa nywele za binadamu. Sasa mwanadamu ana nywele nyingi maeneo mengi. Yule mganga anajua yeye alipozitoa hizo nywele, akaziweka mule, akamfungashia kwamba hayo ni maulinzi wako, yatakukinga na wachawi. Yote haya ni matendo yatakayomfanya binadamu ahukumiwe jehanamu. Maana mwanadamu hafanani tena na usura ya Mungu aliyompa. Ameshaondoka kwenye formiti ile ambayo Mungu alimweka. Ni afadhali leo ungegeuka maisha yako. Ni afadhali leo ungeamua kumwacha njia mbaya, ukaacha njia mbaya, ukaacha matendo mabaya, ukaja nuruni Yesu aliko. Ameleta nuru kwa wanadamu, ameleta uzima Yesu. Yeye amwaminie Yesu anao uzima. Simama juu kwa miguu yako. Na asiwepo anayeondoka kwenye mkutano huu, asiwepo anayeondoka kwenye mkutano huu. Mikutano kama hii huwa ina Mungu kamili. Mungu huwa yupo hapa. Mtu mmoja akadhalau akaondoka, yaliyomkuta kule anayejua yeye mwenyewe. Kwa nini tusiombe baraka pamoja na wewe? Simama juu mahali mlipo, alafu anza kuchukua hatua yako kwa miguu yako mwenyewe. Anza kusogea mahali hapa.
Ninaomba watu wote tuje hapa mbele. Siku inayokuja ya hukumu ni mbaya sana. Hakuna mwanadamu ataweza kustahili.